أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma baad, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada zangu katika iman, tuendelea na darasa yetu kuhusu mada hii ya matendo yanayopendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Dada zangu katika iman, miongoni mwa matendo yanayopendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala ni lile linalofanywa mara kwa mara. Hapa tutarejelea kile kilichotajwa katika sunna kuhusu matendo yanayopendwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni yaliyothibitishwa ni yale yaliyothibitishwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alisema katika hadithi ya Aisha radhiallahu anha, ahabba al-amal ila Allahi ma dawama alayhi sahibahu wa in qalla, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yani tendo linalopendwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni lile ambalo mtendaji wake anadumu nalo hata kama ni kidogo. Na haya dada zangu katika iman, mfano ni kwamba tunapaswa kuwa na swala za khiyar, tuzidumishe, kwani ni miongoni mwa amali nzuri anazozipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hii ilikuja katika sahih mbili kutoka kwa Aisha radhiallahu anha, ambaye alisema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimjia Zainab binti Jahash radhiallahu anha, na kulikuwa na kamba iliyonyooshwa kati ya nguzo mbili. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ma hadha alhabl? Qalu hadha alhabl li Zainab taj'alahu li nafsiha li ajli an tusalli tukathir min salat faidha yani fatarat ta'allaqat bihi hatta tastamir fi salat. Faqala nabiy sallallahu alayhi wasallam hulluhu liyusalli ahadukum yani nishatihi faidha fatara falyarqud alaykum min al-a'mal ma tutiqun fa inna Allaha la yamillu hatta tamillu wa inna ahabba al-amal ila Allahi ma dawama alayhi sahibuhu wa in qalla. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alimjia Zainab binti Jahash radhiallahu anha, na kulikuwa na kamba iliyonyooshwa kati ya nguzo mbili. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba hii ni ya nini? Yani kamba hii ni ya nini? Wakasema hii ni kamba ya Zainab binti Jahash anayejiwekea ili aweze kuswali na kuzidisha swala zake. Anapochoka anaishikilia ili aweze kuendelea kuswali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ifungue, mwambie mmoja wenyu aswali maadamu ana nguvu, na anapochoka yani mwacha alale. Mnapaswa kufanya matendo mema mengi kadiri ya uwezo wenyu, kwani Allah subhanahu wa ta'ala hachoki hadi mchoke. Na kitendo kinachopendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala ni kile ambacho mtendaji wake anakitekeleza mara kwa mara, hata kama ni kidogo. Haya yamepokewa dada zangu katika iman na Imam al-Bukhari, na ni hadithi namba 1150, na kadhalika imepokewa na Imam Muslim na ni hadithi nambari 784. Miongoni pia mwa matendo yanayopendwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni swala kwa wakati wake. Hii ndiyo ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda zaidi, yani kutoka kwa Waislamu, kwa sababu swala huchanganya matendo ya ibada, matendo ya maneno ya kimwili, na inajumuisha kusujudu, kurukuu, kusoma Qur'an, kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, kumsifu, kutangaza umoja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ukuu wake na dua. Matendo haya yote ya ibada yameunganishwa ndani yake, yani ndani ya swala. Allah subhanahu wa ta'ala taka ibada hii kwa umma huu, aliiweka kwa njia maalum ambayo inatofautiana na ibada zingine kama vile swala, zaka, saum na hija. Ibada hii ya swala
iliwekwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Jibril alayhi salam kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambapo alichukuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa safari ya usiku ya Israi wal Miraj, na akaongoza manabii katika swala, yani Masjid al-Aqsa, akaswali na roho zao. Kisha akapanda na Jibril alayhi salam hadi alipofika mbinguni, na katika katika yani kila mbingu alikutana na baadhi ya manabii na kuwasalamia hadi alipopita mbingu ya 7 na kufika kwenye Sidratul Muntaha, kwenye mti wa loli wa mpaka mkubwa zaidi. Alifika mahali ambapo alisikia sauti ya kalamu zikiandika hatma, ambapo alizungumza na Mola wake moja kwa moja, na ndipo alipofaradhishiwa alipofaradhishiwa umma wake umma wake swala 5. Dada zangu katika imani, pia imekuja katika hadith kutoka kwa Ibn Mas'ud radhiallahu anhu, mmoja wa maswahaba wenye ujuzi zaidi, alisema, nilimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni tendo gani linalopendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayi? Qala birru alwalidain. Thumma ayi? Qala aljihad fi sabilillah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yani pia imekuja katika hadith kutoka kwa Ibn Mas'ud radhiallahu anhu, mmoja wa masahaba wenye ujuzi zaidi, alisema, nilimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni tendo gani linalopendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, tendo linalopendwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni swala kwa wakati wake uliowekwa. Nikasema, kisha nini? Akasema, kuwafanyia wema wazazi wawili. Nikasema, kisha nini? Akasema, jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yamepokea na Imam Bukhari na Imam Muslim. Dada zangu katika imani, miongoni pia mwa matendo yanayopendwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwaheshimu wazazi. Dada zangu katika imani, kuwaheshimu wazazi kumepewa kipaumbele kuliko jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, licha ya umuhimu mkubwa wa jihad katika dini na kuwa kilele cha Uislamu. Kuwaheshimu wazazi kwa kweli ni aina ya jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hiyo iliyotangulia aliipa kipaumbele kwa sababu kuwaheshimu wazazi kunahitaji uvumilivu mkubwa kutokana na ugumu wake, haswa katika umri wao wa uzeeni. Katika uzee, wazazi wanahitaji uangalifu, uvumilivu mkubwa kutoka kwa watoto wao. Kwa sababu hii Allah subhanahu wa ta'ala alitaja hali hii mahsus akisema, kama ilivyokuja katika Quran Surat Al-Isra aya 23 hadi 24, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Na Mola wako mlezi ameamuru kwamba msimwabudu yeyote ila yeye tu, na kwamba muwe wema kwa wazazi wenu. Ikiwa mmoja wao au wote wawili watafikia uzee pamoja nawe, usiwaambie neno la kutowaheshimu wala kuwafukuza, bali sema nao kwa maneno ya neema, kwa maneno ya wema. Uwainamishie bawa la unyenyekevu kwa rehma, na useme, Mola wangu mlezi warehemu kama walivyonilea nilipokuwa mdogo. Dada zangu katika imani, ukarimu kwa wazazi ni miongoni mwa matendo yanayopendwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ametuamuru kuwaheshimu na kuwatendea wema. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza kuwatukana kwa tusi dogo ambalo ni kusema dada zangu katika imani,
Na imekuja katika hadith iliyosimuliwa na Al-Bukhari na Muslim kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba uumbaji, tumbo lilisimama na kushikamana na kiti cha enzi na kusema, e Mola, hii ndiyo nafasi ya mtu anayetafuta hifadhi kwako kutokana na kukatwa. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, je, hufurahi kwamba nitaweka uhusiano na yeyote anayeweka uhusiano nawe, na kukata uhusiano na yeyote anayekata uhusiano nawe? Tumbo likasema ndiyo. Akasema, hilo ni lako. Dada zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala amehakikisha kwamba atawaunganisha katika hadithi hiyo. Amehakikisha kwamba yani atawaunganisha wale wanaowatunza wazazi wao kwa njia yoyote ile, kwa wema wote, mafanikio, kwa urahisi, na katilia mbali wale wanaowakatilia mbali wazazi wao. Kwa hivyo hutamkuta mtu ambaye si mtiifu kwa wazazi wake na kukata uhusiano wake wa kindugu na wazazi wake akiwa na furaha maishani mwake, hata kama ni tajiri. Kudumisha undugu ni miongoni mwa sababu za kupata furaha, mafanikio. Kudumisha undugu na wazazi ni sababu za kupata furaha, mafanikio na wepesi katika mambo yote. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika hadithi ya Abu Bakar radhiallahu anhu, ambayo ni hadith sahih na ilisimuliwa na Imam Ahmad na wengine, kwamba ma min dhanbin ujdhira min an yuajjila Allahu li sahibihi al-uquba fi dunya ma'a ma yudakhiruhu lahu fi al-akhirah min al-baghi wa qati'ati ar-rahim. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna dhambi inastahili zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuharakisha adhabu kwa mhalifu wake katika ulimwengu huu pamoja na kile alichomwekea kule akhera, kuliko dhulma na kukata uhusiano wa kindugu. Uhusiano wa kindugu na nani? Na wazazi. Haya yamesimuliwa na Abu Daud na At-Tirmidhi na Ibn Majah na Imam Ahmad. Hadithi hii, dada zangu katika iman, ina maana ya kuwa dhambi hizi mbili kwa kawaida huwa na adhabu ya papo hapo, lakini katika ulimwengu huu, na hikma au wisdom ya Allah subhanahu wa ta'ala pengine kuiakhirisha adhabu hiyo ni kuwa inaweza kuhitaji adhabu inaweza kuhitaji adhabu ya akhira. Nitakomea hapo kwa leo. Shukran jazila wa barakallahu fikum, na tutaendelea na mada hii katika sehemu ya 3.